Tunashukuru sana na tunaendelea kuombea Mungu azidi kukupa afya njema. Amina. Na sisi tunajivunia kazi yako njema ambayo umeifanya kwa taifa letu. Amina. Na tunaamini Mungu atazidi kukupa uhai mkubwa zaidi ili uweze kula matunda ya jasho lako. Kwa sababu vijana uliowalea siko peke yangu, wako wengi katika nyanja mbalimbali. Lakini zaidi ya yote ninafahamu tarehe 17 ni kumbukizi ya miaka 5 ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Na itafanyika pale Chato. Miaka 5 tangu ametutoka. Ndio. Kwa sababu ya ratiba ninaamini utapata nafasi ya kwenda. Naomba tu uende pia kwa niaba ya wengi, lakini pia kwa niaba yangu. Asante. Kwa sababu kuna kazi nyingine nakimbizana nazo kwa ajili ya maandalizi yale ya AFCON. Ndio. Lakini ukifika kwenye kaburi la Dr. John Pombe Magufuli, ndio, mwambie kaka wadogo zake tupo. Sawa sawa. Tupo tunaendeleza kazi. Sawa sawa. Uaminifu na mapenzi mema aliyokuwa nayo kwa Watanzania sisi bado hayajafutika kwenye mioyo yetu. Amina. Alituandika uzalendo, akatupa utumishi uliotukuka wa kuendelea kuwasemea watu, kuwatetea hasa wanyonge, kuhakikisha watu tunawapigania. Na ndio maana utaona spidi hata ya wizarani huku, unaona spidi kubwa. Ni malezi yenu. Kwamba usikae mahala mambo hayafanyiki upo tu. Hakikisha kila kitu kinaenda ili matokeo mazuri yaweze kupatikana. Najua utaungana na familia, utaungana na Watanzania na viongozi wa serikali ambao watakuwepo kule. Basi ni faraja kwamba ameiacha nchi ikiwa moja na miaka 5 tangu ameondoka, taifa bado tukiwa moja. Changamoto za utofauti wa mawazo ndio sehemu ya ukuaji wenyewe wa taifa. Sababu hata kwenye familia unapokuwa uko peke yako, ukishapata watoto wakishaanza kuwa wakubwa, hawashindi kukujadili tena baba. Nilikuwa natania juzi kwamba inawezekana mimi natoka hapa watoto wameshanipa jina. Mimi najua unakuwa na jina lako lakini watoto wanakupa na jina jingine lazima mshua hivi uko wapi. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ya ukuaji wa taifa. Changamoto ni namna tu ya kukabiliana nazo na kuweza, lakini naamini huko aliko anaona Tanzania ambayo inaendelea kupiga hatua na kazi inaendelea kufanyika, na tunaendelea kuomba umoja na mshikamano uendelee kuwa nasi.